Mwili wa kijana mmoja kutoka Kisii ambaye inadaiwa alikufa maji alipokuwa akiogelea na vijana wenzake wawili leo asubuhi chini ya daraja la Kilifi unaendelea kutafutwa katika eneo hilo na wapigaji mbizi wa idara ya kaunti ya Kilifi. Hata hivyo, shughuli hiyo ilisitishwa kwa muda baada ya kutatizwa na maji kujaa saa 3 baada ya tukio hilo. Tumemobilize our divers, tumejaribu kuzamia, tumeangalia location na tukafanya juhudi zetu, hatukufaulu. Na tulikuwa tunaendelea tuingie awamu ya pili, lakini tunaona kidogo la visibility, usafi wa maji ama kuonekana kwa maji kidogo, tunaona divers wetu wamepata shida kidogo kwa sababu maji sasa inaongezeka na kuna kama vumbi na visibility. So hii operation itaendelea. Kwa sasa tunaomba tukaconsult wale wakubwa zangu kidogo, tuone tutasaidiana vipi, lakini lazima utafutaji uendelee. Afisa anayesimamia masuala ya usalama katika eneo la Old Ferry alikuwa wa kwanza kutujuza yaliyojiri. Tumepata ripoti pale ofisini kwetu kwamba kuna kijana amezama chini hapa kwa bahari chini ya Kilifi Bridge. Mwenye ameleta hiyo ripoti ni kijana mwenzake ambao walikuwa wamekuja kwa kustarehe, kujienjoy, kuogelea hapa Kilifi Bridge. Kwa maelezo yao ni kwamba wametoka Mavueni wakiwa wamejipanga kwamba wanakuja Kilifi kuchagua beach nzuri ambayo wataogelea. Na walipofika Kilifi wameona the right beach ya wao kuogelea ni hapa chini ya bridge, ambapo kwa sisi kama officers ama kama county tulikataza hii beach kwa watu kuogelea kwa sababu iko deep sana. But kwa sababu hawakufika kwa ofisi, wameshuka tu direct wakaja wakaogelea, lakini haikuchukua muda wale wawili ambao walikuwa bado hawajaingia kwa maji wakaona yule mwenzao ambaye ameatangulia kuogelea hawamuoni. Shughuli za uokoaji zinahitaji tahadhari na ushirikiano wa wadau wote wa mambo ya baharini. Ushirikiano wa kaunti na wavuvi hauko sawa vile. Maana ungelikuwa uko sawa, mtu alikuwa amezama kwa nusu saa ama dakika 2 karibu na kituo ambacho ni cha usaidizi, angelikuwa tayari sahihi tumempata. Lakini inamaanisha kwamba wavuvi pia walikuwa tayari